Kila mwaka tunaazimisha. Kwa kweli kama huna takwimu na ukaelewa makundi yako vizuri kwa namba, wakati mwingine unaweza ukapanga mipango ambayo haitawajumuisha. Lakini ukishajua makundi kwa namba, hata mipango yako utaipanga kwa uwiano. Kwa hiyo ni kauli mbiu mahususi, lazima tutembee nayo katika ngazi zote kuhakikisha kwamba tunatumia takwimu vizuri, tunazidadavua na kuziwekea malengo na mipango mahususi ambayo inakuwa jumuishi kwa makundi yote katika jamii. Lakini kauli mbiu yetu hii sio kwa ubora na uzuri tu, bali inaenda sambamba na mabadiliko ya sasa ya ukuaji wa teknolojia na ubunifu yaliyobainishwa katika malengo endelevu ya maendeleo SDGs ya mwaka 2030. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kujidai nayo, kiangalia hasa kwenye lengo letu namba 9 kuhusu mambo ya viwanda, ubunifu, miundombinu. Haya yote hayawezi kutokea kama hatuna takwimu sahihi. Ninafahamu kwamba ofisi yetu ya taifa ya takwimu inatekeleza mpango mkakati wa pili wa kuboresha, kuimarisha takwimu Tanzania, wenye lengo la kuimarisha mifumo ya takwimu na taarifa za kiutawala kwa ajili ya kutayarisha takwimu kwa gharama nafuu na pia kuwa endelevu. Hivyo nachukua fursa hii kuwakumbusha kuwa utoaji wa takwimu bora iwe msingi muhimu kwetu sote katika kukabiliana na mabadiliko haya. Takwimu ni maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo pale unapokuwa nazo, hakikisha ni sahihi na unazitoa mahala sahihi ili ziweze kutumika kwa usahihi, ziweze kuleta mipango sahihi itakayokuwa na matokeo sahihi. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuhakikisha kwamba tuna takwimu sahihi ili mipango yetu iweze kuangalia hali tulizonazo katika dunia, katika nchi, katika mkoa. Niwaombe kwa dhati muifuatilie sana au msifuatilie sana mada hizo au mawasilisho hayo, kuhakikisha kwamba tutakachotoka nacho basi kinaenda kuwa chachu ya maendeleo katika mikoa yetu. Mimi kama kiongozi na msimamizi wa shughuli za serikali ni waahidi, lakini sio tu ahadi, mimi ni muumini wa takwimu. Wale walioko karibu na mimi wanajua. Mimi huwezi kuniletea mpango ambao hauna takwimu. Huwezi kuniletea mpango ambao unaelea tu, nitakwambia bezi ya mpango wako uko wapi. Kwa hiyo lazima tukumbushane. Tunapokuwa tunaandaa mipango yetu, lazima tuangalie takwimu zetu. Tunapokuwa tunaandaa taarifa zetu, lakini lazima tuzitoe kwa namba. Ndio unakuwa na taarifa nzuri, taarifa jumuishi, taarifa ambayo inapimika. Hata mwenzako akitaka kujua umeenda mbele au umeenda nyuma, basi anaipata kupitia taarifa yako. Sije ukasema tu kiwango cha elimu kimepanda katika mkoa. Kimepanda vipi? Umeanalyze takwimu zako vizuri? Ni kweli kimepanda au kimeshuka? Sijui chakula kimeongezeka, tuna chakula maradufu, wakulima hawana hata pa kuweka. Lakini umeangalia idadi ya watu tulionayo, umeangalia mahitaji yao kwa siku na kwa mwaka. Kwa hiyo takwimu ni maisha yetu ya kila siku. Takwimu ni kila unapokanyaga, unaponyanyua mguu ni takwimu. Hata kutembea lazima ukalkulate kutoka pale mpaka pale. Naweza nikatumia hatua ngapi? Je, niende katika mwondoko upi? Nifike kwa muda ambao nimeambiwa. Si ndio jamani? Lakini hata gari huwa tunaangalia ni speed. Naenda kutoka Dodoma kwenda wapi? Singida. Saa 3 natakiwa nimefika. Kilomita 260. Nitumie kiasi gani cha mwendo hapa ili niweze kufika kwa wakati? Lakini sio mwendo tu. Je, nitakuwa salama? Waendesha pikipiki, bodaboda, bajaji, yani huwa tunatumia namba wakati wote wa maisha yetu. Lakini hata tunapokula mezani huwa tunakula kwa takwimu. Uongo kweli? Tuko 10 hapa, nikiangalia huu gari unatutosha? Nile robo au nile nusu? Wakati mwingine hatusemi, lakini ndio maisha ya kila siku hayo. Kwa hiyo mimi niseme hongereni sana kwa siku hii. Hii ni siku yetu sote, na napenda niwapongeze sana kwa maandalizi ya kusanyiko hili. Lakini pia naondoka na mimi nikibeba takwimu mabegani kwamba katika mipango yote lazima tuhakikishe takwimu zinatumika. Nipongeze sana tena Ofisi ya Taifa ya Takwimu, kwa kweli imetusaidia sana. Kwa takwimu ambazo mmeshazitoa, sisi siku zote hapa ndani zimetusaidia katika kuweka mipango yetu. Tunaomba muendelee hivyo, na sasa hivi tunaweka mipango ya kisayansi kabisa kwa sababu tuna uhakika wa takwimu tulizo nazo. Nimefurahi sana kuona mmegusa kundi la wanahabari. Kundi hili ni wadau muhimu sana. Kama sio wao,
kufikisha ujumbe kwa Wanasingida. Kama sio wao kupeleka ujumbe Tanzania, tutakuwa hatujafanikiwa. Na naamini kabisa, sina shaka nao, kazi wataifanya.